Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kwa upande wa Simba tumemwona Joseph Regasira, mkurugenzi wa Jairut, akiwa na mainjinia moja kwa moja ni kuhusiana na ujenzi wa uwanja wa Simba. Kwako Fungamezo, umepokeaje hili kumwona Jairut amedhamiria katika kujenga uwanja wa Simba? Nadhani ni hatua ambayo ameipiga Jairut kwenye hili swala, kama atafanikiwa, kwa sababu kuonesha ramani kuzunguko ni vitu ambavyo tumevizoea kuviona kwenye hivi virabu vyetu. Kwa hiyo kama atafanikiwa kujenga uwanja, basi ni mtu ambaye atakwenda kuingia moja kwa moja katika historia ya Simba, atakwenda kukumbukwa moja kwa moja katika historia ya Simba. Simba itamkumbukwa kwa miaka elfu. Vizazi na vizazi wakiona Simba watakuwa wanazungumza kuhusu Jairut, kwa sababu sio kitu kidogo. Ni ndoto ambayo mpaka hivi sasa takriban miaka zaidi ya 80 imeshindwa kutimia. Kwa hiyo utaona ni ndoto ambayo imeanza muda mrefu, ambayo kimsingi kila mtu ambaye tamani kuitimiza alishindwa kuitimiza. Sasa yeye akienda kiitimiza, that means kwamba amefanya kitu kikubwa ambacho kimsingi kila mtu atakuwa anamkumbuka na atakiwa kimtaja. Kwa hiyo kwa mimi nadhani ni jambo kubwa kwa Jairut mwenyewe, lakini pia ni jambo kubwa kwa Simba. Kama kweli ujenzi huo utafanikiwa, basi kuna namna ambavyo kuna namna ambavyo Simba yenyewe itakwenda kujiongezea thamani sokoni, kwa sababu timu kama ya Simba ukubwa ambao amekuwa akizungumzwa nao hususan katika bara la Afrika ni jambo la aibu. Tukubali tuwe wawazi bila kulificha. Timu kama ya Simba kutokuwa na uwanja, timu namba 5 kwa ubora barani Afrika, alafu haina uwanja, dhahiri shahiri hiyo ni aibu. Japokuwa tunajaribu kujificha ficha, lakini ukweli ni aibu kubwa. Na daraja na standard leo hii ukichukua Simba ukiweka katika level ya kimataifa, inakaa chungu kimoja na timu kama Al Ahly, timu kama Mamelodi. Yani timu ambayo inakaa kwenye poti hizo. Leo hii hata tuko mfano kama draw ya kafu ya toa makundi, Simba lazima atakaa kwenye poti A, poti ambayo atakaa Al Ahly, poti ambayo atakaa Mamelodi Sundowns, na yeye atakaa umo. Ikumbuka hata msimu huu wa mashindano unaona poti ambayo alikaa yeye ndio poti ambayo alikaa wale nambari 1 wote. Kwa hiyo utakuta kama ni timu ambayo imejizatiti kwa ukubwa barani Afrika. Sasa inapaswa kujizatiti kwenye uhalisia, kuwa na asset za moja kwa moja ambazo zinaashiria kwamba Simba ni klabu kubwa barani Afrika. Jairut anatimiza matakwa ya mkataba, ameingia uzabuni wa miaka 5 thamani ya bilioni 38. Lakini timu inataka kuhama katika upande wa mashabiki na wanachama, kuhamia katika upande wa kampuni transformation, na bado harakati hizo hazijakamilika. Kujenga uwanja hivi sasa hivi, auone moja kwa moja pengine baadaye itapelekea kuwa na mgogoro ndani yake? Na mimi kwangu mimi sidhani kama kutakuwa na mgogoro, kwa sababu mambo mengi hivi sasa na kwenda kwa mujibu wa taratibu na sheria. Mimi siamini kwamba Jairut anaweza akatoa bilioni zake 30 kwenda kutengeneza uwanja wa Simba alafu yeye asiwe anapata kitu. Ni sehemu ya makubaliano, na makubaliano hayajarishi kwa namna moja ama nyingine. Kikubwa ni system nzuri ambayo itamruhusu Jairut yeye kurejesha kile ambacho amekiwekeza, kwa sababu huu uwanja ambao atakwenda kutengeneza Jairut sio sehemu ya sadaka ahadi, lakini ndani yake kuna profit ambayo atakaipata, either kutangaza biashara zake ambazo amekuwa akizifanya, si ndio? Ama kupata sehemu ya gate correction. Kwa hiyo yeye hapo ataangalia wapi ambapo anahisi kwamba kwake yeye itakuwa ni nzuri zaidi, kwake yeye itakuwa ni sehemu ya kurejesha fedha yake vizuri. Je, atangaziwe matangazo yake kwenye uwanja huo na display baadhi ya bidhaa ambazo amekuwa akihusika nazo? Kwa maana hiyo numbers kubwa ya watu watakuwa wanatumia kutumia uwanja wa Simba, na yeye atakuwa ananufaika hivyo. Ama apate sehemu ya gate correction, kwa sababu tumeshuhudia system ya viwanja vingi, hata vilabu vikubwa ulimwenguni wao wenyewe vinaga uwezo wa direct kwenda kutengeneza uwanja, lakini wanaweza kutumia nguvu yao ya ushawishi kwenda kuwatafuta watu wenye uwezo kuja kutengeneza uwanja. Kwa maana hapo sasa kunakuwa na mikataba ya kibiashara. Je, utachukua gate correction ama uwanja wako utakuwa na 1 2 3 mimi nitapata kwenye hapa? Na ni system ya kawaida. Ni system ya kawaida ambayo imekuwa ikitumika duniani kote. Changamoto kubwa kwamba
vilabu vyetu havikuwa na system nzuri ambayo inaweza ikamshawishi mwekezaji aje kuwekeza kwenye kutengeneza uwanja. Ndio maana naona kwa miaka mingi tulishindwa kufikia hayo malengo ya kutengeneza viwanja hizi timu zetu, kwa sababu system nzuri ilikuwa haipo. Kila mtu alikuwa anaogopa kuja kuweka hela yake kwamba hela yangu mimi itarudi vipi. Lakini kukiwa na hii miundo mizuri tunaizungumzia hivi sasa, kwa maana ya haya mambo ya transformation na kadhalika, inapelekea sasa urahisi kwa wawekezaji kuamini kwamba nawekeza hapa nitapata hapa, kwa sababu nyuma ilikuwa ni ngumu, kwa sababu timu zilikuwa zinaendeshwa kwa ujamaa. Kwa maana wewe more defense unachochote kitu, unashabikia timu yako hii, unatoa chochote kitu, timu inafanya, maisha mengine yanaendelea. Ukifika wakati wa usajili tunaitishwa sisi washabiki wa timu fulani, bwana msimu wa usajili umefika, wapi tunafanyaje? Kama mwenye 100 mwenye 200 atengenezwa, wanaenda kuchukua wachezaji, maisha yanafanyaje? Yanaenda. Sasa timu kama hiyo ni ngumu kuwa na maendeleo endelevu, kwa sababu ni timu ambayo haina system nzuri ya uendeshaji. Lakini this time around tunaona wawekezaji, tunaona watu wamekuwa kisapoti kwenye njia stahiki, kitu ambacho kinaweza kufungua fursa ya maendeleo zaidi kwa klabu kuliko ile system ambayo tulikuwa tunaitumia miaka ya nyuma. Shukrani sana Funga Pesa. Asante sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.